The golden age of America begins right now. The golden age of America begins right now. Karibu ndugu na dada katika mfululizo wa masomo yetu katika platform hii ambayo inakupatia ukweli wa leo. Na leo ni siku nyingine ambayo tutapata wasaa pia kujifunza maandiko matakatifu kupitia Roho Nabii pamoja na Biblia. Ninakualika tunapoanza masomo haya, ninaanza kusoma masomo haya kwa kwanza nukuu inayotoka kitabu cha Testimony to Ministers and Gospel Workers au Gospel Workers, ukurasa wa 313, na Ellen White anarekodi maandiko haya kama ifuatavyo. Anasema, nuru ile aliyoipokea Danieli kutoka kwa Mungu ilitolewa zaidi kwa ajili ya siku hizi za mwisho, na njozi alizoziona akiwa kwenye mto Urai na Hidekel, mito ile mikubwa ya Shinali, kwa sasa zipo kwenye mchakato wa utimilifu, na matukio yote yaliyoelezewa yatatimia na kupita. Katika Danieli sura ya 8, sura ya 9, sura ya 10, 11 na 12, nabii wa Mungu Ellen White anasema kwamba hizo sura sasa zipo katika utimizwaji wake, na anasema zitatimia, matukio yote yaliyoelekezwa yatatimia na kupita. Hivyo katika wasaa huu tunakwenda kujifunza matukio ambayo yanaeleza wazi kwamba tuko mwisho wa kutimizwa wa unabii huu wa Danieli sura ya 12, na Kristo atakuja tena mara ya pili. Hivyo watu wa Mungu, kabla tujaanza masomo haya, ninapenda kukualika tuanze kwa ibada ya maombi ndipo tuendelee. Hivyo omba kimoyomoyo, pia kiniombea tunapojiandaa kwa ajili ya somo hili. Karibu sana kwenye mwendelezo wa haya masomo. Nasi tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema wa mbinguni, tunakushukuru sana tena katika masaa haya tunapokwenda kuchimba na kuelewa kila ambacho unahitaji tukielewe, hasa katika wakati huu wa kufunga historia ya ulimwengu. Neema yako isiyokuwa na kikomo iweze kumuandaa mtazamaji pamoja nami pia, lakini pia Roho Mtakatifu aweze kutuongoza, malaika zako waongozao huduma hii waweze kuambatana nasi, malaika zako walinzi, malaika uliyenipatia mimi, uliyempatia mtazamaji, waweze kutuongoza tunapojifunza kweli hizi, na zikaweze kushika katika akili zetu na kutuandaa kwa ajili ya ujio wa Kristo. Asante Mungu wa mbinguni kwa sababu umekusudia kutuokoa, na tuna imani ya kwamba utakuwa nasi. Kwa jina lake Yesu twaomba na kuamini, amina. Tumejifunza kwamba njozi alizoziona Danieli akiwa katika mto Urai sasa zipo katika utimizwaji wake, na hizo zinahusu habari za wakati wa mwisho. Na tunapoelekea mwishoni hapa, yako matukio ambayo watu wa Mungu watayashuhudia, na kama hawakuelezwa itakuwa ni ngumu kwao kuelewa matukio hayo. Na somo la leo kwa neema ya Mungu tunakwenda kujifunza linahusu kuhusu habari zoruba imekaribia. Je, ulimwengu umeonywa? Zoruba imekaribia. Je, ulimwengu umeonywa? Na masomo yetu haya yataanza na kutazama kitabu katika Biblia, Wathesalonike wa pili 2 mstari wa 2 mpaka wa 4, inayozungumza kuhusu habari ya kumtaja adui ambaye yuko nyuma matukio ambayo leo hii yanaendelea katika huu ulimwengu. Twende pamoja kaka na dada kwenye Wathesalonike wa pili 2 mpaka 4. Na anazungumza kuhusu habari ya wakati wa mwisho, na anasema kwamba wakati wa mwisho hauwezi kuja mpaka afunuliwe yule ajinuae juu ya kila kiitwacho Mungu. Wathesalonike wa pili waraka 2 mpaka 4, maandiko nasema kama ifuatavyo. Mpenzi mtazamaji, naomba uweze kufuatilia, tufuatilie pamoja tunapojifunza.
Wathesalonike wa pili 2:2-4, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msisitushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Paulo anaonya juu ya habari ya hayo mambo. Kumbuka Paulo aliishi wakati wa karne ya kwanza. Walikuwepo manabii wa uongo ambao waliwaambia watu kwamba Kristo amekuja, Kristo yuko huku. Hivyo Paulo anatoa mausia kwa watu wa karne ya kwanza, lakini pia mausia haya yakitugusa pia nasi katika wakati huu tunapokwenda kufunga historia ya huu ulimwengu. Na ile mstari wa 3 unasema hivi: mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuwa kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Na mstari wa 4 unasema yule mpingamizi ajinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Paulo aliona hii siri ya kuasi ikianza kutenda kazi wakati wake, lakini alizungumza wazi ya kwamba siku ya Bwana isingelikuja mpaka aweze kufunuliwa huyu mwana wa kuasi, ambaye ndiye yuko nyuma ya haya mambo yote leo yanayoendelea. Katika masomo yaliyopita tumejifunza kwamba katika nchi ya Marekani kuna shinikizo la sheria ya Jumapili. Kuna kila dalili ya kwamba sheria ya Jumapili itapitishwa katika nchi ya Amerika katika siku zijazo. Sasa nani aliye nyuma haya mambo? Paulo anazungumza wazi kwamba siku ya Bwana haiwezi kuja mpaka huyu mwana wa kuasi, huyu ajinuaye kwa kila kiitwacho Mungu aweze kufunuliwa. Na kufunuliwa kwake ni kwamba ulimwengu wote utajua kile kinachoendelea. Na ndiyo maana leo tunajifunza kwamba dhoruba inapokuja, je, ulimwengu umekwisha kuonywa kwa kile kinachokuja? Kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kinataja nguvu mbili ambazo nguvu ya kwanza itatokea katika bahari na nguvu ya pili itatokea katika nchi kavu. Na hizi nguvu mbili ndizo ambazo zinakwenda kuwaingiza watu katika sheria za Jumapili. Sasa tuangalie hizo nguvu mbili, na nguvu ya kwanza ndiyo huyo mpingamizi, ndiyo huyo mpinga Kristo ambaye Paulo aliwahi kumtabiri. Kitabu cha Ufunuo sura ya 13, mpenzi mtazamaji, na kualika twende pamoja tunapogusa nyaraka na tunapogusa kurasa za unabii, na tutazame tulipofikia katika wakati huu wa mwisho, na na imani ya kwamba Mungu ana mpango nawe pamoja nami kuweza kutuokoa changamoto hiyo itakapoikumba dunia yote. Na ninaanza kusoma ule mstari wa kwanza katika Ufunuo sura 13, na maandiko matakatifu yanasema kama ifuatavyo: kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufulu. Ukisoma katika Biblia kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 24 na 25 inazungumza kuhusu habari ya neno pembe, na pembe katika unabii humaanisha utawala. Kwa hiyo huu ni utawala, na utawala huu ulikuwa na pembe 10, na utawala huu ukijifunza zaidi ukalinganisha na kitabu cha Danieli sura ya 7 utagundua kwamba ni utawala wa Rumi, na baadaye Rumi ilikuja kushindwa na ikatoa mamlaka kwa upapa. Na kumbe utawala huu ni utawala wa upapa. Na mwanzo upapa ulipokuwa ukianza kutawala ulikuwa unatawala katika mataifa ya Ulaya, na mataifa ya Ulaya hayo yalikuwa ni nchi 10. Kwa hizi pembe 10 ni zile nchi 10 ambapo utawala huu wa upapa ulikuwa ukitawala. Na leo hii zimebaki nchi 7 baada ya kuondolewa kwa mataifa 3 ambayo yalionekana kuanza kupingana na mamlaka ya upapa. Na hizi ni nchi za Heluli, Benduri na Ostrogosi. Na maandiko matakatifu yanaendelea kuzungumza kama ifuatavyo: na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka kampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Huyu mnyama anapokea nguvu kwa joka. Na ukijifunza Biblia kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ya 12 kuhusu habari ya joka, inaeleza kwamba ni nani? Ni Shetani.
Ufunuo 12 mstari ule wa 2, maandiko inasema kama ifuatavyo: naye alikuwa ana mimba kilia, hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, natazama joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Na hili joka kwa maana nyingine ni serikali za dunia au shetani. Na Ufunuo 12 mstari wa 7 inataja kwamba kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Na maandiko, mpenzi mtazamaji, yanasema kwamba yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo katika unabii joka inamtaja Shetani, lakini pia joka humaanisha serikali za kidunia ambazo kupitia hizo mamlaka ya Rumi au mamlaka ya upapa inakwenda kupitisha ajenda zake. Kwa hiyo mnyama katika Biblia ni utawala au mfalme. Kwa hiyo ufalme huu wa upapa, aliye nyuma ya haya mamlaka ni Shetani mwenyewe ambaye ni joka. Mpenzi mtazamaji, maandiko yanaendelea kuzungumza katika ule mstari wa 3 kwamba nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona, dunia yote ikamstajabia yule mnyama. Kumbe katika wakati unaokuja, wakati Ufunuo alipokuwa akiandika kwamba ulimwengu wote ungemstajabia huyu mnyama ambaye alipata jeraha la upanga, na upapa ule mwaka 1798 ulipata jeraha la upanga baada ya Papa Pius kukatiliwa mbali na Jenerali Bethia wakati wa utawala wa Napoleon. Na maandiko yanazungumza kwamba huu utawala wa upapa baadaye ulipona jeraha lake la upanga, na huu ulikuwa ni mwaka 1929 baada ya Benito Mussolini ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa Italia kupatia tena nguvu upapa, na Vatican ikatambuliwa kama nchi ndani ya nchi. Lakini baada ya hapo ratiba za unabii zinasonga mbele, anaonekana mnyama mwingine akitoka katika nchi kavu, na hili ni taifa la Marekani ambalo lilitokea katika nchi ambayo haikuwa inakaliwa na watu. Na tunapoendelea kusonga mbele kwenye Ufunuo 13 mstari wa 11, maandiko, mpenzi mtazamaji, yanasomeka kama ifuatavyo: kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Tumegundua kwamba joka ni aina ya serikali au pia ni utawala wa kishetani au pia ni shetani mwenyewe. Kwa hiyo utawala huu wa Marekani pia utanena kama joka. Lakini wakati Marekani alipokuwa akipokea uhuru wake ule mwaka 1776, alikuwa anashikilia imani ya kutokuwa na muunganiko wa dini na serikali, na ndicho ilichofanya nchi ya Amerika ikawa the super power. Lakini tunapoelekea mwishoni, na tayari Marekani ameshaanza kunena kama joka kupitia serikali yake ya kuzuia tena uhuru wa dhamiri. Kwa hiyo Marekani anakwenda kutumia nguvu ya upapa kwa ajili ya kuwafanya watu wote kutii mamlaka ya upapa na kuwafanya watu wapokee alama ya mnyama. Hivyo wanyama hawa wawili ndio ambao tutawatazama leo, tukitazama utimilifu wa wakati na mambo jinsi ambavyo yanafunuka. Hivyo tunahitaji kuelewa haya mambo kabla hatujachelewa, kwa sababu tuko wakati huo na Mungu anahitaji watoto wake waweze kujifunza na kuelewa, ili kusudi wasiweze kupokea alama ya mnyama ambayo itakuwa ni mamlaka ya siku ya Jumapili ambayo upapa unatambua kama mamlaka yake. Na mpenzi mtazamaji, maandiko yanaendelea kuzungumza kama ifuatavyo: naye huyu mnyama wa kwanza, anasema, atatumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Mwaka gani? Mwaka 1929 lilianza kupona, na tunapoelekea mwishoni litapona kabisa hili jeraha la upanga la huyu mnyama au upapa ambao ni mamlaka ya Vatican.
Mpenzi mtazamaji, maandiko nasema kama ifuatavyo: naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Kwa hiyo wanadamu utashuhudia mabadiliko makubwa katika ulimwengu. Tunashuhudia hata leo mabadiliko ya tabia ya nchi, ikiwa ni ajenda ya shetani kwa ajili ya kuleta ajenda za siku ya kwanza ya juma. Lakini pia Waprotestanti wa nchi ya Amerika wanatumia nguvu ya joka kwa ajili ya kuleta miujiza. Lakini pia tunashuhudia hata manabii wa uongo leo wanazidi kuongezeka, kwa sababu utabiri huu unatimia, na lazima watu wa Mungu waweze kuelewa kile kinachojia ulimwengu, kwa sababu shetani atafanya miujiza hata kuruhusu moto kushuka kutoka mbinguni, miujiza ya uongo, na itawadanganya watu na kuandaa kwa ajili ya alama ya mnyama. Hivyo mpenzi mtazamaji, tunapaswa kuelewa haya mambo ili kusudi tuweze kujiandaa kwa ajili ya tabu iliyoko mbele yetu. Na maandiko matakatifu yanaendelea kusema kama ifuatavyo katika ule mstari wa 14: naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, mbele ya huo upapa, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Sanamu ya mnyama itakuwa ni kuundwa sanamu ya mnyama itakuwa ni kuundwa kwa umoja wa Kiprotestanti, ambaye baadaye kupitia nguvu ya Uprotestanti ulionayo Amerika utawafanya watu wote kuwalazimisha kutii sheria ya Jumapili, ambapo kupitia nguvu ya jeshi ambalo Marekani inayo itawafanya watu wote waweze kuusujudia nini? Kuusujudia upapa. Hivyo Mungu anachokihitaji ni kwamba waweze kuandaliwa watu wote kabla hawajachelewa. Na wataandaliwa vipi? Kwa kujifunza maandiko matakatifu na kutii ukweli na kuelewa kile ambacho kinaujia ulimwengu. Na watu wote ambao hawatakuwa upande wa Mungu watapokea alama ya mamlaka ya Rumi ambayo ni 666. Mstari wa 16 nasema kwamba naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa masikini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiwezi kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule, au hesabu ya jina lake. Kwa hiyo kinachohitajika kabla hatujachelewa ni kuwaandaa watu, ni kuandaa ulimwengu kwa ajili ya tabu iliyoko mbele yetu, na tayari movement na vuguvugu hilo liko mbele yetu. Lakini ni kipi ambacho kiko nyuma ya kipi ambacho kiko nyuma sasa ya Vatican, kilicho nyuma ya upapa, ambacho ndicho kinapushi haya mambo yaweze kufanikiwa katika nchi ya Amerika? Mpenzi mtazamaji, ninaomba nikurudishe nyuma katika miaka ya matengenezo wakati wa Martin Luther. Martin Luther, baada ya kuwa amegundua uasi uliokuwa ukitendeka katika kanisa Katoliki, aliamua kwenda kubandika nyaraka 95 na kueleza kwamba Ukatoliki ulikuwa ukitumia njia sio kwa sahihi na kuwalaghai watu, na hivyo kuanzia hapo Ukatoliki ulianzisha chama kilichoitwa chama cha Majesuiti kwa ajili ya kupambana na Uprotestanti, au kwa ajili ya kupambana na watu ambao walikuwa wanakwenda kinyume na ajenda zao za kutawala dunia. Na ninaomba nikusomee baadhi ya nyaraka. Hiki ni kitabu kinaitwa The Dollar and Vatican Attack Book, kilichochapishwa mwaka 1988. Hii ni paragrafu ya 206. Maandiko nasema kama ifuatavyo: ndani ya madhehebu ya Wakatoliki uliboreshwa katika baraza la Trenti lililofanyika mwaka 1546, hiki chama cha Majesuiti, mpaka mwaka wa 1563. Baraza hili lilikuwa na lengo moja kuu la jinsi ya kukomesha matengenezo ya Uprotestanti. Matengenezo haya yalianza mwaka 1517 pale Martin Luther, kasisi shupavu wa Kijerumani wa kanisa la Katoliki, alipogongomelea nakala 95 takatifu za machapisho ya dini huko Wittenberg. Machapisho haya pamoja na vitu vingine yalikuwa ni potofu katika kufundisha kuhusu msamaha, kwamba binadamu angeweza kuokolewa na mwenzie kwa kutoa pesa nyingi na kuzitia kwenye sanduku kubwa kanisa Katoliki. Na baada ya Martin Luther kuwa ametenda mambo haya,
na kanisa Katoliki liliamua kupambana naye, na ndipo hiki chama cha Majesuiti kilipopewa wajibu wa kupambana na Waprotestanti katika ulimwengu wote, ili kusudi kanisa Katoliki liweze kueneza utawala wake katika ulimwengu wote. Na ninachelea kukueleza wazi ya kwamba aliye nyuma ya haya mambo yote ni Majesuiti, wakiwa wanatii agizo la Papa. Na Majesuiti kazi yao ni kutii kila agizo la Papa ambalo wanapewa. Na katika nchi ya Amerika, tayari nchi ya Amerika imeshakumbwa na Majesuiti, sababu ajenda yao ilikuwa ni kuikumba Amerika na kuiangusha Amerika, na hao ndio ambao wamekuwa wakishughulika na marais wa Amerika ambao wanakwenda kinyume. Na mpaka sasa tunashuhudia kilichoko Amerika ni kwamba Majesuiti wanaongoza serikali, na hivyo sheria ya Jumapili katika nchi ya Amerika haitaweza kuepukwa. Lakini kitabu hiki kinaendelea kuzungumza wazi kwamba mafundisho ya Martin Luther yalielekeza kuwa Biblia ndiyo mwongozo wa mafundisho, na kuwa kila mtu anayehesabiwa haki mbele za Mungu, na kila mtu anahesabiwa haki mbele za Mungu kwa imani kwa njia ya Yesu Kristo, ambapo wao Wakatoliki walikuwa wanawabebesha watu mizigo mikubwa, na Martin Luther aliweka mambo yote wazi. Na maandiko haya yanazidi kuzungumza kwamba na uvumi wa mafundisho yake uigusa mioyo ya wengi huko Ulaya, na Vatikani ikashtuka. Hivyo Baraza la Trent lilikusudia kukabiliana na matengenezo, na likapewa jina la kukabili matengenezo, yaani hawa Majesuiti au Society of Jesus. Wakawa chombo cha mwisho kutekeleza kile ambacho Roma ilishindwa kufanya, kuweza kuangamiza Uprotestanti. Hivyo jukumu la kuangamiza Uprotestanti likawa chini ya Majesuiti, mpenzi mtazamaji, na ndicho ambacho leo kinaendelea katika ulimwengu wetu huu. Na Majesuiti hawa wapo katika kila kona ya nchi, wapo katika serikali wakishikilia nyadhifa kubwa, wapo wakiwa wanasheria, wakiwa waandishi wa habari, wakiwa marais. Lengo lao ni moja, ni kufanya utawala huu wa Rumi kuweza kutimiza matakwa yake ya kuitawala dunia. Tumejifunza ya kwamba ukengeufu usingeweza kuja mpaka yule mpingamizi ajinuae juu ya kila kitwacho Mungu kuwezwa kufunuliwa, na huyu si mwingine ni Papa, akiwa chini ya Shetani. Na lengo la upapa ni Shetani kuweza kusujudiwa tena kama Mungu, maana ndiyo ajenda yao na ajenda yake aliyetoka nayo kule mbinguni, kwa sababu alitaka kufanana na Mungu. Na mpenzi mtazamaji, ajenda ya Vatikani ilikuwa ni kuangusha mataifa yote ambayo muhimili wake ulikuwa umejengwa katika kanuni thabiti, na wakawa na fokasi ya kuangusha taifa la Marekani. Na katika kitabu cha Dola in the Vatican Oza Kibuku Publisher, ambayo ilizalishwa mwaka 1988 na huu ni ukurasa wa 206, kitabu hiki kinaandika kama ifuatavyo: nyaraka kuu mbili muhimu za Kimarekani, ya kwanza ikuhusu tangazo la uhuru, la pili likuhusu katiba, yamejawa na matamko ya Waprotestanti moja kwa moja. Hawawezi kuvumilia na Jesuiti wa Roma. Je, inakushangaza kuona Vatikani ikilaumu nyaraka hizi mbili zilizopatikana huko Marekani? Vatikani ililaumu tangazo la uhuru na kuita katiba ya Marekani kuwa hati ya kishetani. Na hiyo lengo la Vatikani ilikuwa ni kuingiza majeshi yake katika nchi ya Marekani na kutawala katika nchi ya Amerika, kwa sababu Amerika ilipokuwa ikipata uhuru, kanuni zake zilikuwa haziungamanishwi na dini na serikali, na kwa sababu nabii umetamka kwamba Amerika ndio itakuwa superpower, na lengo la Majesuiti ni kuingia katika nchi ya Amerika na kutawala tena, ili kusudi waweze kusambaza utawala huu ambao ni wa kipapa. Na katika mwaka 1814 walikaa kikao cha Vienna. Baraza hili litambuliwa kwa jina la Baraza la Vienna.
Baraza hili liliendelea na kikao hicho mpaka mwaka wa 1815. Lengo ni nini? Lengo ni moja, kueneza utawala wa upapa kupitia Jesuiti. Na ninaomba mpenzi mtazamaji nikusomee, ni kitabu kinaitwa The Suppressed Truths About the Assassination of Abraham Lincoln, ambacho kimeandikwa mwaka 1924 na huu ni ukurasa wa 7. Sikiliza haya maneno ujue kwamba tumeshazingirwa. Amerika imeshazingirwa. Amerika waliitafuta muda mrefu sana na walianza kuua wale maraisi ambao walishikilia msimamo wa Uprotestanti wa kutokuruhusu dini na serikali katika nchi ya Amerika. Na tazama maandishi haya yanazungumza kama ifuatavyo. Baraza la Vienna lilikuwa na mapatano hafifu dhidi ya serikali mashuhuri na vyama maarufu na hatimaye kutangaza mwishoni kuundwa kwa fungamano takatifu. Huu ulikuwa ni uta ambao walijifunika ili kuwadanganya watu. Shughuli ya pekee ya kikao hiki ilikuwa ni kuendeleza uratibishaji wa ibara ya 6 ya kikao cha Vienna. Kwa kifupi, ahadi ya kuzuia na kuangamiza serikali mashuhuri kokote ulimwenguni na kuimarisha utawala wa kifalme. Vyama mashuhuri vilivyosaini makubaliano haya vilikuwa ni vya nchi ya Urusi, Prussia, Ujerumani, Australia. Papa Pius wa 7, mfalme wa mamlaka ya upapa. Na hivyo ndivyo vyama ambavyo vilisaini ya kwamba ni kuteketeza na kuangamiza serikali zote ambazo zilikuwa zinasimamia utawala wa nini na kuimarisha utawala wa kifalme. Na ndicho ambacho kilikuwa kimelengwa, na target yao kubwa ilikuwa katika nchi ya Amerika. Na pia kuna ushahidi mwingine, ninaomba nikusomee pia kitabu hiki, kimeandikwa na J. Wayne Lawrence kinachoitwa The Crisis in America, kilichoandikwa mwaka 1955 na huu ni ukurasa wa 265. Kinawazungumzia hawa majesuiti kama ambao hawavumilii nchi yoyote ambayo inapingana na utawala wa upapa. Na maandiko haya yanasema kama ifuatavyo. Wanauliza, je, Wamarekani wanahitaji kuelezwa kuhusu hawa Jesuiti? Ni watu wenye siliku, wenye mfumo wa kimasihi ambao ni tishio katika kuangamiza imani za kimadhehebu yoyote ambayo inapingana na ajenda za Vatican. Hawa sio tu makuhani au watu wa kundi fulani la dini, lakini ni wafanyabiashara, ni wanasheria, ni waandishi wa habari wenye kila aina ya taaluma ambao hawana kitambulisho maalum cha kuwafanya watambulike katika jamii zetu. Wanaweza wakawa na tabia yoyote ile, mfano ile ya malaika, wahudumu wakiwa na lengo la kutekeleza mpango wao wote. Ni wasomi, wametayarishwa na kula viapo vya kuanza kazi wakati wowote, mahali popote, na kazi yoyote njema au mbaya wanayoambiwa na jenerali yao mkuu ambaye ni Black Pope. Hawafungwi na familia yoyote, jumuiya, nchi wala sheria yoyote, na wameuza uhai wao ili kutumikia rasmi mamlaka ya kipapa. Hawa ndio majesuiti ambao leo hii tunawaona katika nchi ya Amerika, na tayari nchi ya Amerika wameshaipindua. Tunashuhudia kina Kevin Robert, akina Donald Trump wakifanya yale wanayoyataka, na tumeshuhudia wakizungumza wazi kwamba wanahitaji kurudisha tena dini katika nchi ya Amerika. Na hiki ndicho ambacho kimetabiliwa kwamba mwisho hawezi kuja mpaka ukengeufu uweze kutokea. Yaani yule mtu ambaye ni mpingamizi, ambaye ajiinuai kwa kila kitu kiitwacho Mungu ambao ni upapa, akitumia jeshi lake la majesuiti. Na hiki ndicho kinafanyika katika nchi ya Amerika, na sio nchi ya Amerika tu, na nchi zote ambazo zinapingana na hii ajenda ya dini moja katika ulimwengu. Hivyo tunaelekea katika mwisho wa kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Na hawa watu huwa wana viapo vyao, wanaapa, na kimoja kati ya kiapo chao tukisome, ameandika Edwin A. Sherman kwenye kitabu cha Engineer Corps of Hell or Room Supper and Minor, ukurasa ule wa 118. Hiki ni kiapo cha majesuiti. Hebu sikiliza.
Ninaahidi na kutangaza kwamba sitakuwa na mawazo ya kufanya jambo lolote kiakili au chochote kile kwa utashi wangu mwenyewe, nikiwa mfu au mzoga. Ninatii na kutekeleza kila ninachoamliwa na wakuu wangu katika askari wa jeshi la Papa. Ninaahidi na kutamka kwamba nitafanya vita bila kuchoka, kwa siri au hadharani, mara nipatapo nafasi, dhidi ya wazushi. Wazushi ambao ni Waprotestanti na watu wanao na watu waungwana kadri nitakavyoelekezwa kuwashambulia na kuangamiza kutoka katika uso wa nchi, pasipo huruma, pasipo kuhurumia umri, jinsia, hali, na kwamba nitawanyonga na kuwaunguza. Hiki ndicho kiapo cha Majesuiti. Lakini pia kiapo hiki kinaendelea kusema kwamba kuwapoteza, kuwatokosa na kuwatawanya, ikibidi kuwazika wakiwa hai, wote ambao ni wazushi. Neno wazushi, pigia mstari, tutaliona mbeleni hapa. Na ajenda ya upapa ni kuangamiza wazushi wote, na tutaona wazushi hawa wanaozungumzwa ni watu gani. Kutoboa matumbo yao na ya wake zao, kupasua vichwa vya watoto wao kwenye ukuta ili kutokomeza vizazi vyao. Ni viapo vya hawa Majesuiti. Pindi hilo lisipotekelezeka hadharani, nitatumia kwa siri kikombe cha siri, nitatumia pia kitanzi na hata silaha, pasipo kujali hadhi, cheo, utu, mamlaka ya mtu husika. Na katika hali yoyote ile watakayokuwapo, iwe silini au hadharani, na kama nitakavyoelekezwa kila wakati na Papa au kiongozi mkuu katika imani ya kindugu kwenye jamii ya Yesu, yani Jesuiti. Na hivi ndio viapo vyao. Hawa watu wakielekezwa kitu ni lazima wakitimize, na ajenda yao leo hii ni kueneza Ukatoliki katika kila kona ya dunia, liwalo na liwe, kwa kuua, kwa kuangamiza, kwa kudondosha serikali. Na ndicho wanachokifanya pia hata kwenye nchi za Kiislamu, kuweza kudondosha serikali zote zenye misimamo migumu, ambao wanaitwa fundamentalism. Na ndicho wanachokifanya hawa watu, na wako kila kona ya dunia. Viapo na vikao ambavyo vimefanyika ni kwa ajili ya kueneza upapa. Lakini kwenye kitabu kinachoitwa Sidney Hunter au kurasa wa 13, maandiko haya pia yanaendelea kugusa kwamba haiko hila wangeweza kufanya wala kupenya katika maeneo mbalimbali. Hawa Majesuiti wanaweza kuingia pasipo kusikika kwenye mabaraza ya watawala wa kifarume, wanaweza kuwa katika nyadhifa mbalimbali, vikao, na hata katika ngazi za usemaji wa niaba ya dola. Wanaweza kukaa bila kuonekana katika halmashauri kuu na kuchanganyika bila kutarajiwa katika mijadala ya siri. Hakuna usemi wawezao kusema wala imani wanayoweza kuikiri. Hakuna watu miongoni mwao wala kanisa wanapoweza kuingia ambapo imani yao haiwezi kuwa dhahiri. Hawa humtukuza Papa pamoja na Lutheran na huwapa kiapo kitakatifu kwa mujibu wa mtunzi wao wa maagizo, yani kiapo cha Majesuiti. Na hawa wameapa kufa na kupona kwa ajili ya kumlinda Papa. Ukiacha kikao ambacho kilifanyika Vienna, kuna kikao kingine ambacho kilifanyika mwaka 1822 kwa asili sana, kuhusiana na habari ya kueneza Ukatoliki na utawala wa kipapa katika nchi zote. Na hiki kimeandikwa kwenye Magaidi wa Siri, ukurasa wa 11, na nukuu hii inasema hivi: na kama vile baraza la Vienna lilivyoshindwa kuweka wazi vya kutosha mazumuni ya tawala za kifalme za Ulaya na tamko la Jesuiti, na kulikuwa na vikao viwili vilifanyika. Moja ya hivi kilifanyika mjini Verona mwaka wa 1822. Wakati wa kikao hiki iliamliwa kuwa Marekani ndiyo itakuwa kiini cha mashambulizi ya Jesuiti na kuiangamiza kwa gharama yoyote ile. Unajua, shetani huwa anasoma unabii. Shetani alisoma ya kwamba atakaye kuja kushinikiza sheria za Jumapili, sheria za upapa, si mwingine si mwingine bali ni Amerika. Kwa hiyo kupitia majeshi haya ya Jesuiti
na ndio maana target yao kubwa ni kuteka Umarekani na kuwateka Wamarekani, kwa sababu katiba ya Marekani tunafahamu ya kwamba inazuia muunganiko kati ya dini na serikali, na hivyo Majesuit lengo lao kubwa ni kushika nchi ya Amerika. Na hata leo sasa tunashuhudia kile kinachoendelea katika nchi ya Amerika. Tunaona kina Jonathan Bell pamoja na utawala wa Trump wakishinikiza utungwaji wa sheria za Jumapili kupitia Heritage Foundation. Hii ni dalili mojawapo ya kwamba nchi ya Amerika ipo katika utekelezaji wa maagizo haya ya Majesuit. Na magaidi wa siri, ukurasa wa 11 inaendelea kuzungumza kwamba wakati wa kikao hiki iliamliwa kuwa Marekani ndiyo itakuwa kiini cha mashambulizi ya Jesuit na kuiangamiza kwa gharama yoyote ile. Maana yake wale watakaopinga au watakao kwenda kinyume na matakwa ya Jesuit, tuliona akina Lincoln wakiwawa, na marais wengine wote waliofuata ambao walikuwa kinyume na utawala huu wa upapa au matakwa ya Jesuit, wote hawakuweza kusimama. Nasema kila kanuni katika katiba ilibidi ibadilishwe na katiba mpya ya Jesuit ichukue nafasi ili kutukuza na kufanya upapa utawale Amerika yote, na ndiyo agenda ya hawa Majesuit. The golden age of America begins right now. The golden age of America begins right now. Lakini kitabu cha The Jesuit in History ameandika Ozak mwaka 1997, anasema hivi: mkutano mwingine ulifanyika huko Chiel nchini Italia mwaka 1825. Haya ndiyo yaliyoamriwa katika mwaka 1925 baada ya miaka 11. Kumbuka vikao hivi hufanyika kwa siri sana. Baada ya tamko la Jesuit, mkutano mwingine wa siri ulifanyika katika chuo kiitwacho Turin kaskazini mwa Italia. Katika kusanyiko hilo mambo mbalimbali yalijadiliwa yahusuyo maendeleo ya upapa kote ulimwenguni katika harakati za kudhoofisha kila upinzani ulioinuka dhidi ya mipango ya Jesuit. Tulichokusudia ni kusimamisha dola ya ulimwengu. Lazima tuwape watu wakuu wa ulimwengu kuelewa sababu ya uovu wa uchachu ambao utasalia kwa muda mrefu kadri Protestanti utakavyokuwepo na hatimaye kutokomeza. Wazushi ni maadui, tunalazimika kuwatokomeza, na ndicho kilichokuwa wamekilenga. Kwa hiyo wazushi wote ni kuwatokomeza, na wazushi hawa wanaozungumzwa ni wa Protestanti pamoja na nchi za Kiarabu ambazo zina misimamo mikali kuhusiana na Ukatoliki. Mikutano hii mitatu yote ilifanywa huko Vienna, Verona na Chera. Ilifanywa kwa siri, kwa usiri mkubwa, na Papa Francis aliwahi kuzungumza wazi kwamba fundamentalism au hawa watu wazushi, nasema ni ugonjwa katika kila nini, katika kila kanisa. Na hii ni nukuu ambayo inatoka kwa Papa Francis. Alisema kwamba religion fundamentalism even before to eliminate human being by penetrating Holedo killings, eliminate God himself, turning him into a mere ideological pretext. Kwamba hawa watu wenye misimamo migumu, hawa ndio wanaoua watu kwa kumwondoa Mungu kwa watu. Hivyo wanachokihitaji ni kuondoa watu wote wenye misimamo migumu. Na nini maana ya fundamentalism? Maana ya fundamentalism katika Wikipedia wanasema kwamba usual has a religion
connotation that indicate an willing attachment to a state of irreducible beliefs, yani watu wenye misimamo mikali kulingana na imani zao wasioweza kubadilika, na ndio ambao Papa Francis aliacha maagizo kwamba waweze kuondolewa, la sivyo ulimwengu wetu hautokuwa na amani, na ndicho wanachokitimiza. Na hapa niweka baadhi ya video wakati Papa alipoenda Cairo baada ya mauaji, alizungumza wazi ya kwamba fundamentalism hawa lazima waondolewe, hawa ndio chanzo cha mauaji. Tazama hii video na kisha tuendelee, mpenzi mtazamaji, katika somo hili ambalo linazungumza wazi kwamba dhoruba inakaribia. Je, ulimwengu umekwisha kuonywa? Karibu. Pope Francis has urged Muslim leaders to unite in renouncing religious extremism during the first day of his two-day trip to Egypt. The visit, amid tight security, is aimed at strengthening ties with Muslim leaders and comes after two deadly attacks on Egyptian Coptic churches this month left 45 people dead. The Pope spent much of the day addressing an array of religious and political leaders, repeating his message that dialogue is the only way to overcome Islamic fundamentalists who've persecuted Christians. He also paid tribute to the victims of the deadly attack in Cairo last December and offered his heartfelt condolences. On Saturday, the Pope is due to celebrate an open-air mass at a military arena. Ukiacha na Papa Francis, lakini pia Papa Leo ameendelea kuzungumza wazi kwamba tukiondoa au tukiliminate ufundamentalism ambao ndio umekuwa changamoto kubwa katika muunganiko wetu, ulimwengu wetu utakuwa na amani. Hivyo lengo lao ni kuondoa watu wenye itikadi zote za dini. Na hapa kinachotafutwa, unatafutwa watu ambao watakuwa na misimamo ya kumtetea Mungu, na kwa sababu watakwenda kinyume, hawa wataondolewa, na wanaanza na nchi za Kiarabu. Na ndio maana leo tunashuhudia katika nchi ya Irani, kinachoendelea ni kwamba wanahitaji kuondoa viongozi wote wenye misimamo mikali, na Ayatollah Khamenei lazima ataondolewa kwa sababu ndio agenda. Majesuiti wameapa kuondoa watu wote wenye misimamo mikali. Na tazama pia hii video ambayo Papa Leo akizungumza hicho kuhusu habari ya fundamentalism au watu wenye misimamo mikali. Karibu sana mpenzi mtazamaji. Difficulties and divisions they have brought, with shared reverence and a common feeling of witness to the same faith expressed by the fathers of Nicaea of Jesus Christ, and we are all invited to overcome the scandal of the divisions that unfortunately still exist, to nurture the desire for unity for which the Lord Jesus prayed and gave his life. The more we are reconciled, the more we Christians can bear credible witness to the gospel of Jesus Christ, which is a proclamation of hope for all. Moreover, it is a message of peace and universal fraternity that transcends the boundaries of our communities and nations. Of heaven and earth, of all that is seen and unseen. Today, the whole of humanity afflicted by violence and conflict is crying out for reconciliation.
The desire for full communion among all believers in Jesus Christ is always accompanied by the search for fraternity among all human beings. In the Nicene Creed, we profess our faith in one God the Father. Yet it would not be possible to invoke God as Father if we refused to recognize as brothers and sisters all other men and women who are created in the image of God. We must strongly reject the use of religion for justifying war, violence, or any form of fundamentalism or fanaticism. Instead, the paths to follow are those of fraternal encounter, dialogue, and cooperation. With the scriptures. He ascended to heaven. Kwa sababu ya haya yanayoendelea, umeshuhudia katika hiyo video, ni kwamba Majesuiti wamekula viapo ya kwamba lazima utawala wa papa uweze kutambulika katika ulimwengu, whether kwa njia halali au isiyo halali. Kwa hiyo kila ambacho kinaendelea katika nchi ya Amerika ni ushahidi kwamba Jesuiti wapo katika kazi. Na kati ya moja ya wanaotumiwa katika nchi ya Amerika ni huyu Kevin Robert. Tazama katika picha hapo, nimeweka ikieleza wazi kwamba Kevin Robert say the Heritage Foundation New Saving America document has been well received by Trump administration. Najua baada ya kuingia huu mwaka 2026, Kevin Robert walifungua kitabu tena kingine ambacho kinaitwa ambacho kinahusu habari ya kuisaidia nchi ya Amerika na kuziweka familia katika utaratibu mzuri, na hii italeta sheria ya Jumapili. Kwa hiyo kinachotendeka katika nchi ya Amerika ni kwamba wanahitaji upapa uweze kushika hatamu tena na kuruhusu sheria za Kikatoliki kuweza kutawala katika nchi ya Amerika. Kwa hiyo Majesuiti wapo kazini na ahadi yao ya kwamba wanahitaji kuiteka nchi ya Amerika inatimizwa katika macho yetu. Hivyo watu lazima waonywe, Hivyo Waadventista wa Sabato lazima tuamke na kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa Kristo, kwa sababu wakati huo uko mbele ya macho yetu na hatutakuwa na uzuru kama hatutawaonya watu. Lakini kukwambia kitu kimoja, Majesuiti hawa hawajaliacha kanisa la Waadventista wa Sabato mbali. Ule mwaka 1985 Waadventista walijiunga rasmi katika Umoja wa Mataifa, na tarehe 9 ya mwaka huu 2026 tumeona nyaraka zikisambaa ya kwamba Waadventista wameamua kujitoa rasmi katika Umoja wa Mataifa, na wakikiri kwamba hatuhitaji kujiunga tena huko, lakini bado General Conference hawajatoa tamko lolote lile. Kwa hiyo hizi ni rumors zikienea kwamba watu wanahitaji wajiondoe katika propaganda zote za Umoja wa Mataifa, ikiwepo ADL na vitu vingine. Je, huu ni mwamko kwa Waadventista? Je, wataweza? Kumbuka, Jesuiti hashindwi kwa chochote kile, na tunachokiona kikiendelea katika nchi ya Amerika ni wazi kwamba nchi ya Amerika ipo ikiongozwa na hawa watu Majesuiti, na kanisa la Waadventista lazima waamke na kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa Kristo. Haya yote wanaoyafanya kwa sababu yanaongozwa na mfumo wa kanisa la Kikatoliki. Hata wakiingia pia katika mfumo wa kanisa la Kiadventista, hatuwezi kubadili mfumo, bali ni uamuzi wa kila mmoja kusimama akimtetea Kristo wakati ambapo sheria ya Jumapili itakapotangazwa. Na huu ndio mwisho wa somo. Tunahitaji kujiandaa na kwa ajili ya ujio wa Kristo. Mungu wetu atubariki sana, na tunapohitimisha tumalizie na kuhitimisha kwa ombi. Karibu sana rafiki yangu mpendwa mtazamaji, karibu sana. Basi tuweze kuomba. Tunakushukuru sana Mungu wa mbinguni kwa upendo wako mkubwa. Baada ya kutazama ajenda ambazo Majesuiti wameapa kwa mauaji au kwa hiari kueneza upapa, ni dalili ya kwamba yule mpingamizi amekwisha kufunuliwa, ambao ni upapa. Na hivyo watu wako wanatakiwa kujiandaa kwa maandalizi ya taabu iliyoko mbele yetu, la sivyo hatutaweza kusimama katika wakati unaokuja. Baba yetu wa mbinguni, tusaidie na tuongoze kwa tayari na kuandaa wengine pia kwa ajili ya ujio wa Kristo. Asante kwa ajili ya wakati huu ambao umetupatia. Tunahitaji neema yako isiyokoma
utufanye kuwa wastahimilivu kwa kile kinachoujia ulimwengu, kwa sababu majesuiti wameapa kuupindua ulimwengu ili kusudi uweze kuwa chini ya uongozi mmoja wa papa na sheria za Kikatoliki ndizo ambazo zinakwenda kutendeka. Tusaidie kwa uaminifu hata wakati wa taabu kwa Kristo Yesu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana mpenzi mtazamaji. Najua mwisho wa somo hili ni mwanzo wa somo jingine. Tuko mwisho wakati Kristo anahitaji kuandaa watu wake kwa ajili ya taabu iliyoko mbele, na mimi na wewe tunaweza kuhusika moja kwa moja kwenye taabu inayokuja. Hivyo tujiandae, kwa sababu wakati huo karibu ya macho yetu. Maranatha, Yesu yuaja tena mara ya pili. I have set my mind on graciousness, on Jesus' graciousness. And where